BMT pamoja daima. Kwa mwaka 2016 wachimbaji wadogo, nitatoa takwimu mfupi tu kwa muda mfupi sana, ilipatikana gramu 18 milioni za dhahabu, 18 milioni. 2017 gramu 36 milioni au 500. Hiyo ni kama mzigo umeongezeka mara mbili. 2018 ikaenda tena gramu milioni 67, imeongezeka. 2019 mwaka mzima gramu 134 milioni. Lakini kikubwa zaidi pia kwa Januari mpaka kipindi hiki ambapo kuna malalamiko mengi, changamoto nyingi, tumepata gramu milioni 269. Mheshimiwa Waziri, zaidi ya mara mbili. Nini maana yake? Ni kwamba sekta ya madini ambayo unaisimamia wewe pamoja na watendaji wote, mimi kama msimamizi kwenye kitengo changu hiki ninayaona mafanikio makubwa kwa usimamizi wako, uongozi bora, lakini pia ninaona ni mashauri, maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mimi nakupongeza kwa niaba ya viongozi wenzangu hao. Kwa tumeona tupongezi haya mema ambayo yamefanywa katika kipindi hiki ya mageuzi haya. Tusipoyatangaza hawatayajua. Habari njema, kazi yetu ni kuitangaza. Lakini pia hebu tuangalie upande wa fedha pia, Mheshimiwa Waziri, katika kipindi hiki cha miaka hii yote na kipindi kifupi hiki hapa. Kwa thamani ya dhahabu hiyo ya mwaka 2016 ilikuwa na thamani ya 1.6 trillion. Trilioni 1.6. Kwa 2017 ni trilioni 3.1, imeenda karibu mara tatu. Kwa 2018 ni trilioni 5.9. 2019 ni trilioni 11.9. Kwa mwaka huu Januari mpaka Mei, Juni hatujaenda na tujafika mwisho wa mwaka, ni trilioni 23 thamani ya dhahabu hii. Ni mafanikio makubwa katika sekta ya madini ndani ya muda mfupi mno. Kwa hiyo tunaona na makubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kikao cha Mheshimiwa Rais, tukiangalia kwenye hizi takwimu 2019 ndipo umetokea mlipuko mkubwa kwenye upande wa uzalishaji, lakini kwenye upande pia wa fedha iliyoweza kupatikana katika nchi. Hii fedha ndio inakwenda kulipa elimu bure. Hii fedha ndio inakwenda kutoa madawa, Mheshimiwa Rais, kwa ajili ya Watanzania. Hii fedha ndio inasaidia kujenga vituo vya afya. Hii fedha inasaidia kujenga hospitali za wilaya na mambo mengi kwa Watanzania wengi, ambapo imepatikana pia katika mkoa wetu wa Geita. Kwa sisi tumeona haya ni mema, tuyatangaze kwa Watanzania wote wajue mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 5 kwa sekta ya madini, na yazungumza kama mkuu wa mkoa na mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika mkoa huu. Kwa na mimi natangaza haya mema kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeona mageuzi yake sio ya kawaida, ni mageuzi makubwa sana, Mheshimiwa Waziri. Lakini kikubwa pia hata katika hao ni wachimbaji wadogo tu nimezungumzia na wale wakati, lakini tukiingia katika mchimbaji mkubwa wa dhahabu, mgodi wetu mkubwa wa GGM ambao uko katika mkoa wa Geita, lazima pia tuyatamke mazuri yaliyoonekana katika mgodi huu. Katika kipindi hicho pia kilo zilizozalishwa kwa mwaka 2016 ni kilo 17,000. 2017 kilo 18,000. 2018 kilo 20,000. 2019 kidogo ilikuwa ni kilo 14,000. Lakini cha ajabu, kwa mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5 mwaka huu imevunja rekodi ya miaka yote. Kwa muda huu mfupi ni kilo 21,652. Kwa tumeona ni mageuzi makubwa pia yamepatikana. Kwa hiyo katika sekta ya madini, Mheshimiwa Waziri, natamka hapa katika mkoa wetu wa Geita tumeona mafanikio ya awamu ya 5. Tukiangalia tulipotoka, Mheshimiwa Rais amefanikiwa kuliko kawaida katika eneo hili. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa ambapo ni vema Watanzania wakaendelea kuelewa kwamba serikali ipo kazini, pamoja na changamoto tumeona njia nzuri ya kwenda. Wachimbaji wadogo wamekumbukwa, yametokea mageuzi makubwa katika sekta ya kuangalia wachimbaji wadogo, Mheshimiwa Waziri. Na hapo nyuma wizara yako unayoisimamia, Mheshimiwa Waziri, mlifanya mageuzi kidogo baada ya kuona changamoto za uzalishaji katika mwanzo.
kuhusu illusion plant, tulikuwa na mitambo ya illusion plant 19 katika mkoa, lakini baada ya kuzuia carbon zisizunguke, tunazungumza kwa ripoti ya Mei 2020 tuna illusion plant 39, 20 zimeongezeka. Ni mageuzi makubwa katika sekta ya madini, viwanda vidogo vidogo, ambayo pia Mheshimiwa Rais amefanikiwa, lakini ni wizara yenu kama watendaji tumeweza kuona mafanikio hayo makubwa katika muda huu mfupi. Mheshimiwa Waziri, pia katika upande wa masoko ya madini tumekuwa na masoko, lakini katika masoko hayo tumeona mageuzi makubwa zaidi. Katika soko letu kubwa la dhahabu la mkoa wa Geita, tumeona thamani ya dhahabu inayopatikana pale kwa mwezi inaenda kuanzia bilioni 35 mpaka bilioni 52. Nilikuwa naangalia takwimu zangu za nyuma. Hizo ni biashara wanaofanya Watanzania hawa ambao walikosa hii fursa zamani. Kulikuwa hakuna mfumo, lakini wizara yako imesimamia, imeratibisha chini ya mageuzi ya kimapinduzi ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Ni kwamba sasa hivi Watanzania wanauza, wanapata fedha, wanasaidia familia zao, wanasaidia jamii, wanakuza uchumi na kunakuwa na mzunguko mzuri wa fedha. Kwa hiyo sisi pia hayo tumeona ni mafanikio makubwa, na masoko yote yanafanya kazi. Soko la Nyang'hwale tulikuwa tunasubiri tu afisa madini wa mkoa anialike kwenda kulifungua. Jengo lilishakamilika siku nyingi, ni taratibu tu za watakao kuwemo mle ndani, na utaratibu wakikamilisha tuko tayari kwenda kuendelea kulizindua nalo liingie katika mfumo mzima wa masoko kwa ajili ya kuhakikisha dhahabu inaendelea kupatikana. Lakini pia nimalizie kwa ufupi, Mheshimiwa mgeni wetu rasmi, tumekuwa na mahusiano ya kimapinduzi kati ya mkoa wa Geita na mgodi wa GGM. Tumekuwa na mafanikio ya kipekee, lakini mafanikio hayo yanalindwa na sheria ambayo tuliundwa na Bunge, lakini ambayo inasimamiwa na wizara yako, kwamba kuwe na kuiangalia jamii ambapo mgodi unakaa. Kwa hiyo katika mkoa wa Geita mwaka wa 2018 halmashauri zetu katika mkoa wa Geita zilinufaika bilioni 9.2. Fedha ililetwa kwenye halmashauri kwa ajili ya kuzunguka kuchochea maendeleo na miradi mbalimbali ya maendeleo. Fedha hizo ni nyingi kuliko fedha za fungu la maendeleo za ujumla za mkoa zilizoingia kwenye upande wa sekta ya maendeleo. Kwa hiyo ni kama ni mkoa unaendelea, ni kama unakimbia mara mbili kwa sababu tu ya uwepo wa sekta ya madini. Nimeona hili niliongelee pia, Mheshimiwa Waziri, kabisa kila miji inajengwa kutokana na nguvu kubwa ya uchumi imekaa kwenye eneo gani. Huko nyuma haikuwa hivyo. Sehemu zenye madini zilionekana zinalaana, watu hawajengi huko, jamii na changamoto, lakini kwa usimamizi wako mzuri na kwenye vikao ambavyo pia tunashauri, na pia sio kwa mikoa tukiitwa tukikaa pamoja na wawekezaji, umekuwa ukisisitiza kuendelea kuikumbuka jamii. Na tumeona pia kwa mageuzi haya makubwa miradi mingi imetekelezwa katika mkoa wetu wa Geita, miradi mingi. Mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi pia ni shahidi, yuko hapa, na tukaona ni vyema sasa hata miradi michache jicho lako lione kama kiongozi katika sekta ya madini, ili tunapozungumzia madini sio tu imeongeza fedha kwenye pato la taifa, imebadilisha maisha ya Watanzania wanyonge maskini ambao umekuwa ukiwatumikia. Sasa hivi zahanati wanakwenda, wanapata huduma, maisha yao yanaimarika. Ile roho ya mauti inayopita mahali ambapo hakuna huduma, leo hii uzima unakuwepo. Watoto wetu wanasoma shule nzuri, shule zinapendeza, lakini mikakati ya kukuza uchumi katika mkoa pia inaonekana, na heshima pia kwa wananchi. Masoko yanajengwa, wananchi wetu wamekuwa wakiuza bidhaa chini sehemu ambazo haziko vizuri. Lakini kwa upande wa kuwepo sekta hii ya madini, tunaona leo hii Watanzania wana Geita wanatembea kifua mbele. Masoko mazuri ya kufanya biashara yanajengwa, eneo la kiuchumi limejengwa, shule nzuri nyingi zimejengwa, na mafanikio mengi makubwa ambayo yapo katika mkoa huu. 2019 pia iliongezwa pia bilioni 9.2 tena na zaidi kote, kwa taarifa ambayo ipo ya GGM, na zaidi. Lakini haya yote ni nini? Miradi inatekelezwa, mafanikio yapo kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Waziri, sio kwamba kukuwa na changamoto. Changamoto zinatusaidia kukua. Kulikuwa na changamoto mbalimbali ambazo tunaendelea kupokea maagizo,
maelekezo, lakini tunaendelea kushauriana na mkoa, tunaendelea kuyafanyia kazi yale ambayo pia yanaonekana. Kwa hiyo yangu yalikuwa ni hayo kwa utangulizi, kwamba tunakuja sasa kuwaambia Watanzania wana Geita kwamba kwa sekta ya madini, usimamizi wa wizara yako na usimamizi wa Mheshimiwa Rais ambaye ndio kiongozi wetu mkuu wa serikali na Chama cha Mapinduzi ambayo ni ilani inatekelezwa, Watanzania waone mageuzi haya makubwa, waendelee kuiamini serikali ya kipekee kwa mageuzi hayo yaliyofanyika. Mimi zaidi kwa Wanageita, mimi nitashangaa Wanageita tunaingia kwenye uchaguzi mkuu, mkoa wa Geita unakuwa ni mkoa wa pili au watatu wa nne kwa kumpatia kura Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maanake kwa utaratibu anagombea wa pekee wa Chama cha Mapinduzi na ndio chama kikubwa Afrika na mpaka sasa hivi. Kwa mimi nikasema Wanageita, njia kubwa ya kumwambia Mheshimiwa Rais asante ni kwenda kwenye kupiga kura wakati ukifika na kumwambia sisi Wanageita ambao ni mkoa wa chimbaji madini tumeyaona mema haya yote. Mheshimiwa, endelea, karibu, endelea kututumikia. Mimi kwangu hilo nitakuwa nimefanikiwa sana. Hatuna zawadi ya kumpa Mheshimiwa Rais zaidi kumwambia tumeyaona haya, tunakuomba tena uendelee kutuongoza, uendelee kututumikia katika kipindi hiki kikubwa, kwa sababu ndio mtetezi mkubwa kwenye sekta ya madini, ambayo ndio hii ambayo nimesema kwenye ziara yako Mheshimiwa Waziri. Mimi niyatamke hayo, sina mahali pa kuyatamka, niyatamke hayo, Wanageita waelewe, waone kabisa rais wetu mpendwa ameleta mapinduzi. Geita tulionekana ni mkoa maskini. Mheshimiwa Waziri, Geita ulikuwa ukija ujui mjini ni wapi. Leo hii kwa sekta ya madini, wakiingia kwenye sekta la madini, wakianza kuingia kwenye taa, watu wanafunga break, wanajua tumeingia mji wa dhahabu. Kuna vielelezo vya sheria vingi vinavyoanza kuonyesha mapinduzi makubwa. Lakini pia Mheshimiwa Waziri, wakati namalizia, haya pia yasingefanyikiwa kwenye mkoa bila uongozi mahiri wa Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wetu wa mkoa na usimamizi wake mahiri na maelekezo yake kwetu sisi watendaji wote wa serikali. Mara kwa mara amekuwa akishauri, akisikiliza migogoro, akitatua, akielekeza. Lakini makubwa, nitakosea fadhili, mkuu wa wilaya yuko hapa anapambana na migogoro mbalimbali, shughuli za maendeleo, kukagua miradi, mkurugenzi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri wana vikao vingi vya kuchakata, kupitia, kuangalia miradi, kufuatilia, kupambana. Na juzi tulikuwa tuna kikao hapa, changamoto zikiwepo tunajadili, lakini mafanikio haya ni ya uongozi mzima wa halmashauri, uongozi wa wilaya, watendaji na timu zetu za usalama. Zimekuwa mstari wa mbele Mheshimiwa Waziri, zikiangalia changamoto katika sekta ya madini, zikikagua miradi, zikitoa kidogo maelekezo, zikitoa maboresho. Kwa hiyo kikubwa, na waandishi pia wa habari wamechangia. Habari njema za mkoa wa Geita sasa hivi zinaonekana, zinasikika, watu wanajua tulikuwa wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Kwa hiyo mimi kama mtumishi katika mkoa, kwa unyenyekevu, kwanza ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa kutupa uhai na kuyaona haya mema anayofanya Mheshimiwa Rais. Na vile pia ninakuwa mnyenyekevu zaidi kwa watumishi hao ambao nimefanya nao kazi kwa kipindi hiki cha miaka hii ambayo tunakwenda miaka mitano, kuangalia miaka ya mageuzi na mafanikio ya Mheshimiwa Rais. Kabisa nitazidi kuwa mdogo na mnyenyekevu kwamba mengi mema wameyafanya. Kama kuna lawama nitaibeba mimi binafsi katika sekta yote yaliyotokea, lakini kwa mafanikio makubwa ni hao wameyafanikisha, waandishi wa habari wameyafanikisha, viongozi wote wamefanikisha. Kwa mimi nikasema kwa heshima kubwa, uwepo wako Mheshimiwa Waziri, hii ni sekta ni yako, wewe ndio msimamizi mkuu wa sekta ya madini. Mafanikio yote ya sekta ya madini anayeyatamkia ni wewe. Mimi mkuu wa mkoa nisipokupa nini kimefanyika, nisipokuandalia ripoti nzuri nini kimefanyika, tutajinyima haki serikali na Watanzania kujua ukweli.